Naam, uhari gani mwanafamilia wa Mapro Updates, kama kawaida yetu tunakutana tena hapa katika meza ya kimichezo ambapo tunapata nafasi ya kujadili mawili matatu yanayohusiana na masuala mazima ya kimichezo. Nikuombe kwa yeye ambaye bado hujaungana nasi kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa muhimu ambazo zinajili na tunakuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, nafikiri tunatambua kwamba msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League umetamatika, na sasa jicho na masikio ya wanamichezo wengi ni kuelekea katika dirisha la usajili ambapo timu mbalimbali zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara ziko njiani kwa ajili ya kukamilisha sajili mbalimbali ambazo tayari tetesi zake ziko mikononi mwetu, na hapa nataka nikufahamishe na kukujuza tu wachezaji kadhaa ambao tayari Young Africans wamemalizana nao, ama inasemekana kwamba makubaliano yako mwishoni kabisa kukamilisha makubaliano hayo ili waweze kujiunga na klabu ya soka ya Yanga kwa msimu wa mwaka 2026 2027. Baki nami ujue ni nani na nani ambaye tayari yuko katika rada ama tayari makubaliano yako mwishoni kabisa kwa ajili ya kujiunga na kikosi hiko. Katika majina kadhaa ambayo yametajwa, moja ya majina ambayo tayari yana uhakika wa asilimia kubwa ni pamoja na jina la mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji wa kikosi cha ASEC Mimosa ya kule nchini Ivory Coast, na huyu si mwingine ni mchezaji Fofana ambaye nafikiri wengi wanamfahamu kwa aina ya uchezaji wake, ambaye amekuwa ni mchezaji mwenye msimu mzuri sana akiwa na ASEC Mimosa, lakini pia amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao majina yao yanatajwa sana na clubs nyingi kubwa barani Afrika kwa ajili ya kujiunga nao, lakini tunaarifiwa kwamba Fofana tayari makubaliano yamekwenda vizuri kabisa na uongozi wa klabu ya Yanga, lakini pia juzi meneja wake aliweza kutua nchini Tanzania kwa ajili ya kukamilisha taratibu zingine kabla ya kusaini rasmi sasa kandarasi ambayo inasemekana ni ya miaka miwili kujiunga na klabu ya soka ya Yanga. Kwa hiyo moja ya mchezaji ambaye alikuwa umetajwa sana Fofana kujiunga na clubs kama Wydad Casablanca, Al Hilali, lakini pia alitajwa kujiunga na klabu ya soka ya CR Belouizdad ya kule nchini Algeria, lakini mwisho wa siku tunaarifiwa kwamba Young Africans wamewini bato hiyo na tayari mchezaji huyo anakwenda kusaini klabu ya soka ya Yanga. Lakini mchezaji wa pili ambaye nafikiri huyu pia ametajwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba tayari amemalizana na klabu ya Yanga, huyu ni mchezaji ambaye anacheza eneo la kiungo ambaye ni kiungo mkabaji, anacheza katika timu ya Saint Lupopo ya kule DRC nchini Congo. Ni raia wa Congo Brazzaville na jina lake ni Mikel Oseiti. Mikel Oseiti ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana mili mirefu, lakini pia ni mchezaji ambaye ana nguvu sana, na tumeona mara kadhaa amekuwa ni msaada mkubwa sana kwa klabu ya Saint Lupopo katika upande mzima wa kuhimili eneo la kati pale, na huyu nafikiri ni mmoja kati ya wachezaji ambao watakuja kuleta ushindani mkubwa sana katika eneo lile la viungo. Lakini pia nafikiri Young Africans baada ya kuondoka kwa Khalid Aucho kumekuwa na kulegelega kidogo katika eneo la kati, hususan kwa kiungo mkabaji, lakini Mikel Oseiti nafikiri anakwenda sasa kurudisha ile hadhi ya eneo lile. Nafikiri ubora wake hautofautiani na ubora ambaye alikuwa nao Khalid Aucho. Kwa hiyo Mikel Oseiti ni mchezaji mwingine ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga kwa msimu ujao. Lakini mchezaji wa tatu ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Yanga ni mchezaji ambaye ni raia wa Burundi, na huyu si mwingine ni Pierre Mugisha. Nafikiri wengi wanamfahamu kwa sababu hadi hivi sasa anachezea pale katika klabu ya soka ya Al Hilal, na ni moja kati ya wachezaji ambao ni tegemeo sana kwa kocha wa Al Hilal, lakini pia ni tegemeo kwa timu ya taifa ya Burundi. Nimeona mara kadhaa namna ambavyo amekuwa akihusika katika magoli mengi sana ambayo timu yake imekuwa ikipata. Kwa hiyo Pierre Mugisha pia anatajwa kuwa ni sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao. Lakini kwa wachezaji wa ndani ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya soka Yanga ni pamoja na mchezaji kutoka Azam FC Idi Shaban Nado
ambaye yeye inasemekana kwamba rasmi anakwenda kujiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa miaka miwili, na tunasubiri tu muda ufike tuone utambulisho rasmi wa wachezaji hao ambao tayari wanatajwa kujiunga na klabu hiyo. Nafikiri hayo ndiyo baadhi ya majina ambayo yamekuwa yakitajwa sana, na nitaendelea kukujuza pale ambapo tunapata taarifa mbalimbali kuhusiana na sajili hizi ambazo zinaendelea. Tuachie maoni yako kwenye comment section. Unatazamaje ama unaonaje usajili huu ambao Young Africans wameanza nao? Kama utakwenda kukamilika, unahisi kuna kitu ambacho Young Africans wataongeza, ama pengine usajili huu utakuwa ni miongoni mwa sajili ambazo Young Africans wameshindwa kufanya vizuri? Tuandike maoni yako kwenye comment section, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, kulike na comment, lakini pia kushare video zetu kwa wengine wapate nafasi ya kuja kuitazama. Asante na kwaheri, tukutane next video. Wengine wapate nafasi ya kuja kuitazama. Asante na kwaheri, tukutane next video.